Saizi ndugu zangu, naamini wote wazima wa afya kabisa, na poleni sana kwa pilika za utafutaji. Naamini mbio zinaendelea za kujenga taifa. Mungu awatie moyo, tuendelee kupambana vijana wote. Pia nitoe pole sana kwa yaliyotokea Oktoba 29. Naamini tunajua tumepoteza ndugu zetu na sio kitu ambacho tungependa kitokee na tutamani itokee tena. Kwa hiyo tunajipa pole wote kwa pamoja. Mungu atutie nguvu tuendelee na shughuli zetu za kujenga taifa kama kawaida. Imenichukua muda mrefu sana kujivuta kuja mbele ya kamera, na hii ni kwa sababu nilikuwa nachukua muda mrefu kutafakari kwa kina kwa haya yanayoendelea, hasa kwenye sekta ya muziki Tanzania. Najua tunakubaliana kwamba tuna itikadi ya vyama, tunakubaliana hilo na haijaanza leo, na mara nyingi tulifanikiwa. Itikadi ya chama haikuwahi kuingia kwenye muziki. Muziki ulibaki kuwa muziki, hauna chama, na wanamuziki walikuwa na haki ya kuchagua chama. Mifano tunayo, wako wanamuziki ambao waliamua kuwa wanamuziki na pia wakaingia kwenye siasa, na muziki uliutumia kama platform ili wasogeza kwenye siasa kirahisi. Lakini kwa kinachoendelea, kinachoniogopesha ni kwamba hii platform inaweza isizalishe wanasiasa wengine baadaye, kwa sababu tumekubaliana kimsingi kwamba tusisupport muziki wa Tanzania. Hii ni kauli ngumu na ni nzito sana, kwa sababu ninaamini wote tunajua muziki wa Tanzania umeajiri vijana wengi sana wa kimaskini. Ni kundi kubwa sana ambalo linanufaika na muziki wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema tusisupport muziki wa Tanzania, ni kwamba tunasema tusisupport vijana wa Tanzania, ambao kimsingi sidhani kama ni njia sahihi ya kusolve matatizo. Tuamini tu kwamba hawa ni wasanii na muziki ni bidhaa yao. Ni kama machinga ambaye anaenda Kariakoo kununua viatu, akaenda kuvitembeza barabarani, hakamuzia mtu yoyote bila kujali itikadi yake ya chama au dini. Ndivyo tuangalie katika lengo ya upande wa wasanii pia. Msanii anaenda studio, anaunganisha maneno yake, atengeze bidhaa ya muziki na ataiuza bila kujali anayenunua ana itikadi gani ya chama. Lakini hapa katikati kumekuwa na movement, na kimsingi movement kama tumeanza kuipractice, ambayo kimsingi naogopa sana, na naomba nifungue mjadala kwa washikadau na wenzangu wote ambao tumepambana kujenga hii tasnia au kiwanda cha muziki. Tulikijenga kwa sababu kutengeza ajira watu wengi sana, na tumefanikiwa kujenga vijana wengi sana kwenye muziki. Leo tunapoifunga, manake tunawafunga hawa vijana ambao tayari ni maskini wenzetu, watoto wa mtaani wenzetu, wamepiga hatua, wamefika mbele. Leo tunawarudisha nyuma. Hiyo sio shida. Shida ni kwamba tumefunga vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanaitafuta nafasi ya kufika hapo juu. Nina hakika hata wakati tunafanya hizo movement kutoka kule mtaani, tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe, kwa sababu turudi nyuma